Wewe kama mtu uliyeokoka, angalia sana, kipimo cha wokovu wako ni unapopita kwenye magumu unatoa maneno ya aina gani? Unapopita kwenye majaribu magumu kama mtu uliyeokoka, ni maneno gani yanatoka ndani yako, ukimtumu Mungu au ukilaumu watumishi wa Mungu au ukilaumu kanisa? Kuna watu wengine baada ya kupita kwenye majaribu anasema, kama sio kanisa nisingefika hapa. Nilikuwa nikitaka kwenda kwa mganga, mchungaji ananiambia usiende. Nilikuwa mimi nikitaka, ananiambia tuombe tu. Ona sasa, ona maisha yangu yameharibika. Unatoa maneno gani wakati Mungu anaipima imani yako? Haleluya, haleluya. Dada zake na Lazaro walimlaumu Yesu. Sikiliza nikwambie, usilaumu watu wakati matatizo yanatokea. Hesabu kila jaribu unayopitia ni kipimo cha imani yako, na baada ya kujaribiwa utatoka kama dhahabu safi. Kama unampenda Bwana Yesu, piga kelele useme amen. Usinungunike, usitoe maneno mabaya mbele za Mungu wala mbele za watumishi wa Mungu. Usinungunike. Unajua dada zake Lazaro walitenda vibaya sana, ndio maana baada ya hapo Yesu hakushirikiana nao tena. Unajua alisemaje siku hii? Yesu, tumekuita uje mapema, haukuja. Ona mpaka ndugu yetu amefariki. Alafu eti ndio anatuambia tutoe jiwe. Ameshaoza ananuka, tunatoaje jiwe? Yesu akawaambia wanafunzi wake, toeni jiwe. Sikiza nikwambie mpendwa, kuna saa ndugu zako wamemlaumu Mungu unayemtumikia. Kuna saa ukoo wako wamemlaumu Mungu unayemtumikia. Wanasema tulimwambia ndugu yetu achana ulokole, tukutembeze kwa waganga, akakataa. Ona sasa maisha yake yalivyo, ona alipofika, ona ugonjwa ulipomfikisha, ona umaskini unaomwandama. Wote kwenye familia wana maisha mazuri, kasoro wewe tu unajifanya mlokole. Ona maisha yako, umelaumiwa. Sikiza nikwambie, na sasa wanasema hatuna msaada na wewe. Sikiza nikwambie, hiyo ilitokea kwa Lazaro. Dada zake na ndugu zake wakasema, tulimwita Yesu rafiki yako, hakuja kwa wakati, na leo amekufa, ameoza, amenuka, mpaka jiwe limewekwa mlangoni. Nani wa kunitoa? Nani wa kushughulika na harufu ya mtu mwingine? Ameshakufa, hatuna muda huo. Yesu ana wanafunzi wake. Nasema Yesu ana wanafunzi wake wasioogopa harufu ya maisha yako, wasioogopa harufu ya shida iliyokuzunguka, wasioogopa matatizo yanayokukabili. Yesu ana wanafunzi atakaowaambia watoe jiwe mlangoni, watoe jiwe mlangoni, na hakika ufufuo wako utakuja tena kwa jina la Yesu. Ni kweli leo uchumi wako umekufa, ni kweli leo afya yako ni kama imekufa, ni kweli leo maendeleo yako ni kama yamekufa, lakini nasema ufufuo wako uko mlangoni, ufufuo wako uko mlangoni kwa jina la Yesu. Amina. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Acha kulaumu. Ndio maana wewe waza, mtu akifufuka si jambo zuri? Si jambo zuri? Kwa nini Lazaro anafufuka Yesu hakumwacha kwa ndugu zake? Kwa nini Yesu hakumwacha? Anasemaje? Mfungueni sanda, mwacheni aende zake. Lazaro alipofufuka alijua namna ambavyo dada zake na ndugu zake wamemtendea. Unajua mtu akiwa mautini sio kama hayaoni yanayoendelea Mungu wa mwili. Mtu amekufa mwili, roho yake ipo. Roho yake ipo. Mtu anakufa mwili. Mtu anakufa mwili, roho haifi. Ndio maana Lazaro akiwa mautini anaona ndugu zake wanabishana Yesu. Yesu anaambia toa jiwe, wanasema amekufa ana siku 4. Toa jiwe, amekufa ameshaoza. Toa jiwe, ameanza kunuka. Toa jiwe, nani wa kutoa? Hatuna wa kutusaidia. Toa jiwe. Haleluya, haleluya. Hata ndugu zako ambao unategemea wakusaidie, na wenyewe wanategemea mtu awasaidie ili wakusaidie wewe. Hili mtokea Yesu. Mariamu mama yake na Mariamu Magdalena wakawahi kaburini baada ya kumaliza mambo yao. Kuna watu ili wakusaidie wanataka wamalize mambo yao kwanza. Nasema Yesu msaada wa Yesu hasubiri amalize mambo yake. Yesu ni hakika, wokovu ni hakika, Yesu ni wa kweli. Yesu akisema atakubariki, subiri wakati, utabarikiwa, utapona, utainuliwa kwa jina la Yesu. Amina. Kama unanielewa sema tena amina kubwa. Sikiza nikwambie.